Karibuni ndugu watazamaji na wasikilizaji katika kipindi hiki cha Hope Faith TV. Kwa majina naitwa Maureen au Maura. Unaweza kaniita Maura au Maureen. Maura ni jina langu la tokea utotoni, nimezaliwa ananiita Maura. Maureen ni jina langu ambalo nilijiandikisha mwenyewe tu nilipoingia high school, lakini jina langu la utotoni Maura. Maura na ninalipenda, kwa unaweza ukisikia yote ni yangu. Basi tulitoa ujumbe kwa Kiingereza mwezi uliopita. Leo ni June 23, 2025. Mwaka karibu umeshaisha, tumefika nusu mwaka. Basi ndio kipindi hichi kimewadia cha kushirikisha kwa Kiswahili. Na mimi ni mjumbe tu, usinitupie mawe, na namshukuru Mungu nimeweza kupata kipindi hiki. Maana tuna mtoto mchanga, just in case ukisikia analia tusamee. Sio rahisi, lakini leo Mungu amenipa nguvu na ujasiri, amelala saizi ya kuweza kushare ujumbe huu na wewe. Basi kabla sijashare ujumbe huu, tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa kipindi hiki na kwa wakati huu na kwa ujumbe huu ulionipa, ulionyokea kwenye moyo wangu. Basi Baba Mungu, naomba nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Roho yako Mtakatifu aniongoze, aniwezeshe ninene huu ujumbe kwa ujasiri, bila kuogopa, bila kusita, kwa utukufu wako. Na pia wabariki watazamaji Baba, wanaonisikiliza, waponye, waokoe na wajaze na Roho yako Mtakatifu. Asante kwa uwepo wako, nikiomba nikushukuru katika jina la Yesu Kristo, utukufu ni wako. Amen. Amen. Basi huu ujumbe ulikuwa ni moto, yani uko moyoni, lakini kila kitaka kuwashirikisha nakosa muda na nashindwa, napata huku nasingizia mtoto, yani nilikuwa na visingizio vingi. Lakini nikamwambia Mungu, naomba nitie nguvu, kwa sababu bila wewe mimi siwezi. Ni kwa nguvu zako tu peke yako. Basi leo nimeweza kupata nguvu katika siku ya leo, tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mwaka karibu umeisha, nusu mwaka tuko. Mwaka ni wa neema na rehema, tunamshukuru Mungu. Na nilikuwa na likizo nzuri tu, muda mrefu sana, na nifurahia. Na sasa hivi na ujasiri ya kulichapa injili iendelee, na sina aibu wala siogopi. Kwa hiyo unayonisikiliza, na Mungu akubariki. Basi ujumbe wa leo unaitwa kaa kondoo katika ulimwengu uliozungukwa na mbwa mwitu. Kaa kondoo kwenye ulimwengu wa mbwa mwitu. Kwa nini huu ujumbe? Wewe kama kondoo, kama umeokoka, ni kondoo wa Yesu. Na Bwana Yesu ni mchungaji, anachunga kondoo wake, na wewe ni kondoo mojawapo kabla hujaokoka, kama umeokoka. Na kama hujaokoka, usikate tamaa, utapata fursa baada ya huu ujumbe, utapata fursa ya kumpokea Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yako na kuwa kondoo wake. Nilikuwa ninatafakari, huu ujumbe ni mzito sana. Mungu nisaidie. Sio rahisi kushirikisha. Lakini nimepata ujasiri na Mungu amenionyesha kwamba endelea, kwa sababu kuna watu mpo hapo mnanisikiliza. Mnapitia magumu sana, na mmepitia kwa waganga, mmepitia kwa watu wa kila aina. Even watu wa Mungu, kwa manabii, kwa walimu, kwa kila aina ya watu ambao wanataka kukusaidia. Lakini ukuweza kusaidika, umepoteza hela zako, umepoteza nguvu zako, na tatizo lako liko pale pale. Kwa hiyo mimi niko hapa kukushirikisha kwamba kuna matumaini. Kwa hiyo kabla tujaendelea, tusome baadhi ya maneno katika Biblia takatifu. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 18. Mstari wa 15. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15. Jihadharini na manabii wa uongo, wanaowajia wakiwa wamevaa ngozi ya kondoo,
kumbe ndani ni mbwa mwitu wakali. Kumbuka huu ujumbe Bwana Yesu alikuwa anaushare katika Injili ya Mlimani. Alivyokuwa anafanya Injili ya Mlimani, alikuwa anawaambia wanafunzi wake na watu ambao wamezunguka ili fundisho. Haya maneno ni Bwana Yesu ndo ameyasema. Kwa hiyo tuzingatie, tuwe waangalifu. Pia nitasoma tena Mathayo sura ya 10 mstari wa 16. Mathayo sura ya 10 mstari wa 16. Ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo muwe warevu kama nyoka na wapole kama ua. Unaona? Underline hapo, ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Pigia mstari hapo. Then tusome tena Mathayo 24:24. Inasema, kwa maana watatokea makristo na manabii wa uongo, na watafanya ishara za ajabu na miujiza mingi, ili kuwadanganya hata ikiwezekana wateule wa Mungu. Nitasoma tena Mathayo sura 24 mstari 24. Kwa maana watatokea makristo na manabii wa uongo, na watafanya ishara za ajabu na miujiza mingi, ili kuwadanganya hata ikiwezekana wateule wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unaona ndugu mpendwa, unasikiliza kwamba Bwana Yesu anatuonya sisi wa Kristo kama wanakondoo wake. Yeye ndo mchungaji wetu. Sisi ni wanakondoo. Na anatuchunga, anatuona, anatupa maonyo kwamba ujiazari na manabii wa uongo. Alafu ningependa niruke kabla sijaendelea, Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1. Unasema, wapendwa, msiamini kila roho, bali zipimeni roho zote kwa makini. Pigia mstari, inasema msiamini kila roho, bali zipimeni roho zote kwa makini. Muone kama zinatoka kwa Mungu. Muone kama zinatoka kwa Mungu. Pigia mstari hapo. Kwa maana manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Pigia mstari hapa, manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Pigia hapo mstari. Unaona? Nikiwa nasoma nikawa natafakari, nabii ni nani? Unaweza ukawa unashangaa wewe, labda hujaokoka, uelewi kinachoendelea ninachokisema ni nini. Nabii ni nani? Hujui hivi nabii ni nani? Hujui. Yaani huna uhakika. Katika ujumbe wa Kiingereza nilisoma kwenye kamusi ya Kiingereza, nikasoma tafsiri ya nabii, lakini kwa hii ya Kiswahili sijapata muda. Ila nabii ni mtu yule yote ambaye anatabiri, wa dhehebu mbalimbali au wa magician au wanaosoma kiganja, mtu yote anayetabiri mambo yanayotoka, yatakao kuja. Anatabiria watu au anawasoma watu kiganja, anawaambia mambo yanayotokea, au ndio anaitwa manabii. Au mtu yote wa dhehebu mbalimbali anayefundisha neno la Mungu, kwa sababu hapa Biblia inasema kutakuwa na walimu waongo na manabii waongo, na translation nyingine inasema walimu waongo. Kwa hiyo tujiazari. Kama wewe uko hapo unapitia magumu, unajua huaga napendaga kuangalia hii kipindi cha geographical kwenye kipindi cha National Television. Naangalia hiyo geographical documentary, wanaoneshaga wanyama simba, chui, mbwa mwitu, wote ambao wale wakali wanaonyemelea wanyama wengine kuwala.
wananyemelea wanyama wadhaifu, wale ambao hawawezi kukimbia mbio sana, wamechoka, maybe walishang'atwa zamani wakakimbia wakashindwa, wakawa hawana tena mbio kama za zamani, wanachechemea. Ndio hao wanavizia. Kiona yuko nyuma anamvizia ndio anamla. Mbwa mwitu akipita hapo anakuvizia anazunguka, kiona unashangaa feri huyo anakurukia. Kwa hiyo nikawa nashangaa, nikasema mimi ni sawa na mambo yanayotokea duniani. Wakristo na ambao ni Bwana Yesu anatuita wana kondoo wake, na yeye ndo mchungaji wetu, na mbwa mwitu ambao kuna wengine ni wa madhehebu mbalimbali, manabii wa madhehebu mbalimbali, walimu wa mafundisho mbalimbali, na hata wengine hawa wa dunia wanaosoma nyota na mawaganga na nini. Hao wote wanatafuta watu ambao wana shida ili kuweza kuwapata na kuchukua mali zao, au kuwatega ila kuweza kuwapa mali zao. Unaona? Yani hakuna kuzumuni ya kumsaidia. Unaona? Mtu kama anapitia magumu. For example, mimi nilipitia magumu sana maishani mwangu, nilichoka kupata watoto, na kabla tujapata mtoto wetu Moses, ilikuwa miaka kama 10 kabla tujapata mtoto wetu Moses. Na tulikutana na watu wengi sana, wanabii, walimu, viongozi ambao wengine walikuwa wazuri, lakini wengine walikuwa sio wazuri, walikuwa ni wa uongo. Kuna kipindi tukaambiwa kabisa, wewe na mume wako mnatakiwa, naona Mungu amechelewa kuwapa watoto, lakini tatizo sio hilo. Tatizo ni kwamba Mungu ananionyesha kwamba mkitoa hii hela, mkajenga paa huko sijui kijijini huko Kongo somewhere, mkaweka paa kwenye ujenzi sijui wa kanisa, ndio tutapata mtoto. Mwingine akasema, wazazi wenu, wababu zenu na mabibi zenu wamemkosea Mungu sana, mtakuwa muende huko vijijini huko mkatubu. Nikasema mume wangu alikuwa kidogo ana nguvu kuliko mimi. Mimi nilikuwa natamani sana hiyo baraka. Nikamwambia labda tutii. Mume wangu hapana, hakuna. Unaona? Hata mengine siwezi kusema. Mwingine akaniambia sijui kunywa mafuta. Usafishe tumbo lako ya kunywa mafuta, uombe usafishe tumbo. Mwingine akasema kuna zawadi, sijui zawadi ulipewa, hiyo zawadi ndio imesababisha. Yani ilikuwa ni vurugu mechi. Yani mengine hata siwezi kusema. Kwa sababu ya muda tukakata tamaa. Unaona? Na Mungu aliweza kusimama imara kutuepusha kufanya hayo mambo. Unaona? Sasa nikawa nawaza, huyu mbwa mwitu huyu anakuja kama Mkristo, kwa sababu ukisoma kuna neno tumesoma hapa Mathayo 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa 24 tumesoma. Inasema kwa maana watatokea Wakristo na manabii wa uongo, na watafanya ishara za ajabu na miujiza mingi ili kuwadanganya hata ikiwezekana wateule wa Mungu. Unaona? Watatokea Wakristo na manabii wa uongo. Maneno mwenyewe anasema Bwana Yesu, sio mimi, mjumbe auawi. Ni haya maneno yametoka kwa Bwana Yesu. Watafanya ishara na miujiza. Watafanya ishara, Biblia inasema ishara za ajabu na miujiza mingi. Kwa hiyo wewe kama Mkristo umeokoka pale, unamuona huyo mtu anafanya hivyo, huyu kweli huyu kweli amepakwa mafuta. Alafu anakuambia ufanye hiki na hiki ambacho unaona kabisa hiki mbona mimi niende nikarob benki kweli? Kwa sababu ya hadithi langu ni uponyaji wangu. Kwa sababu ya uponyaji wangu niende nikarobe benki. Au kwa sababu ya uponyaji wangu niende nikadanganye.
Unaona? Kama sometimes kama wewe umeokoka na mume wako, unaweza kutaka kutoa kitu ambacho hutaki kumwambia mume wako sababu unataka kutoa. Unaona? Kwa hiyo unashangaa. Mimi nakupa tahadhari, umkimbilie Bwana Yesu. Unaona? Yohana, tumesoma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza inasema wapendwa. Yani mpaka unaitwa wapendwa. Wewe ni mpendwa. Msiamini kila roho, bali zipimeni roho zote kwa makini, muone kama zinatoka kwa Mungu. Usiamini kila roho, zipime. Ukiona anakuambia kitu ambacho hakimake sense, anakuambia lete 1,000,000, lete 10,000,000, lete, utoe wapi sasa wewe? Hiyo ni ishara. Mkimbilie Yesu. Bwana Yesu ndo mchungaji mwema. Hawezi kukuacha, hawezi kupungukia. Mimi ni shahidi. Na Mungu amenilinda kwa mengi sana. Mengine niliweza, mengine nilishindwa nikatumbukia kwenye shimo. Bwana Yesu akatuvuta, akatutoa. Akanivuta, akanitoa. Yeye ni mchungaji, atakurudisha zizini. Yeye ni wa rehema na neema, atakurudisha zizini. Unachotakiwa tu utubu, umkimbilie Bwana Yesu. Kimbia kabisa ukiona hizo ishara. Kwa sababu kuna wengine wengi mmeshaenda kwa waganga. Mimi sijawahi kwenda kwa waganga. Umeshawahi kwenda kwa waganga? Leo unaweza kusema mimi siwaamini manabii, siwaamini wachungaji, siwaamini Wakristo, naenda kwa waganga. Huko ndo kubaya zaidi. Unatoa hela yako, unamaliza, hupati kitu. Tatizo liko pale pale limesimama mbele na kuangalia. Kwa hiyo au unaosoma viganja, nyota, unahangaika wapi? Kwa nini unahangaika? Mungu ni muumba mbingu na ulimwengu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari 14, kwa maana jinsi Mungu aliumba ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima. Mungu anajua, hakuna jambo jipya juu chini ya jua. Mungu anajua yote. Unaweza kusema labda Mungu haelewi nayopita. Anaelewa, anaona. Soma Biblia. Mimi kilichonifanya niponyeke, niliamua kusoma Biblia. Mambo mengi sana hapo na kushirikisha ni kwa yale ambayo katika mimi masomo yangu ya Biblia, mafunzo yangu ya Biblia binafsi napata maono. Na mengine si share, mengine na share nikisikia Mungu ananiongoza. Mengine ni kwa ajili tu mimi kukua kiroho, lakini Mungu akiniongoza kushare kwa sababu kuna mtu itamsaidia hapo na share. Kwa hiyo kama unahangaika kule, unapitia mambo magumu na nini, kuwa mwangalifu. Kuna watu watatokea wanataka kusaidia. Wanatafuta watu ambao ni wadhaifu. Wadhaifu, wanapitia magumu, wanapitia changamoto, hawaoni mwanga, kama vile wanataka kukata tamaa. Ndio utaona watu wanajitokeza. Kwa hiyo sisemi kuna wote ni wabaya, kuna wengine wazuri, lakini waongo wapo. Bwana Yesu mwenyewe anasema. Unaona? Kwa hiyo tuzingatie, soma hili neno, mshirikishe hiki kipindi mwingine, rudia tena hichi kipindi, soma kwa sababu muda wetu ni mfupi mchache, lazima nimalizie sasa hivi. Soma mstari wote wa kitabu cha Mathayo katika Biblia Takatifu. Soma Mathayo yote. Yaani ikiwezekana anza sura ya 7 yote soma. Hadi sura ya 10. Soma mpaka sura ya 24. Soma yote. Na kumalizia ningependa kukushirikisha neno la mwisho. Kama hujaokoka, Biblia inasema, Biblia Takatifu inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Kama ukikiri kwa kinywa chako na kuwa Yesu ni Bwana na ukiamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Nitasoma tena. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inasema kama ukikiri, pigia mstari ile neno ukikiri kwa kinywa chako,
pigia mstari kwa kinywa chako kuwa Yesu ni Bwana. Pigia mstari kuwa Yesu ni Bwana, na ukaamini moyoni mwako. Pigia mstari neno ukaamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Pigia mstari kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Basi ukisema hayo maneno kwa moyo wako na ukiamini, wewe umeokoka. Ningependa kukufariji, nenda tafuta kanisa ambalo linafundisha neno la Mungu na lina viongozi ambao wanamcha na Mungu na kumhofu Mungu. Ukaende pale ukakue kiroho na wenzako, na umkimbilie Bwana Yesu kwa sababu anakupenda na yeye hatakuacha wala hatakupungukia. Yeye hachelewi wala hakawii. Atakutia nguvu, atakupa furaha. Amen. Basi muda wetu umeisha. Ngoja nikuombee kabla hatujafunga kipindi hiki. Tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa siku ya leo. Nasema asante kwa hata wale walionisikiliza. Naomba watie nguvu, waendelee kuwaokoa Baba kama wamekupokea. Waongoze miguu yao katika njia zenye haki, na katika makanisa ambao wanafundisha neno lako vizuri, wanakuhofu wewe, wanakumcha wewe, mfalme wa mfalme. Basi naomba wasaidie, wajaze na Roho Mtakatifu, walinde na mwovu Shetani, walinde na yule adui, walinde na yule mbwa mwitu. Katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi tutaonana tena siku nyingine. Barikiwa. Thanks for joining us today. Remember that you are really valued by our Heavenly Father. Choose to follow Christ because He's the only one who can set you free. To know more about Jesus, we encourage you to read the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Remember that we share our messages in English, French, and Swahili. Connect with us on our Facebook page, follow us on Twitter, and stream our videos on YouTube. You can find the links to these pages at the bottom of our website. Until next time, have a blessed day.